Leo sintoizungumzia sura wala aya kwenye Qur'ani. Leo nitaizungumzia Qur'ani nzima. Mashaf yote. Leo nitatoa faida juu ya Qur'ani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja kumtembelea hapa mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wa wale madarasa ambao mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo tutaendelea tena. Hakika mambo ni mengi, lakini cha kuwa si tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, mtajifunza mengi sana. Kabla sijaendelea, naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Maalim. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Vipi maendeleo? Alhamdulillah rabbil alamin. Kila kitu kipo sehemu yake. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu amekiweka sehemu yake, sijui panapotakiwa Mungu ndo anajua. Walimu, nimefarijika. Naam. Tumeonana tena kwa mara nyingine. Alhamdulillah. Hakika Wanajawabu TV wanafurahia sana kile ambacho unawazawadia. Alhamdulillah. Naweza nikasema hii ni zawadi. Sio kila ambaye ana elimu basi yupo tayari kuitoa tena katika namna kama hii ya mitandaoni. Basi wameniomba pia nikupe shukrani zao. Alhamdulillah. Kwa ajili yao kwa yale ambao wanayapata. Mashaallah. Nadhani umezipokea. Nimezipokea vizuri. Lakini yote kwa yote ni kwamba ni siku nyingine. Naam. Na katika siku hii bado tunatamani na katika siku hii bado tunatamani kusikia mambo ya ufumbuzi wa kiroho. Naam. Kwa hiyo nikukaribishe na tuendelee katika kufumbuana zaidi. Karibu sana. Nashukuru sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi, amma ba'd. Ndugu zangu vipenzi vyetu watazamaji wa Jawab TV, awali nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila alichotujalia na kwa kutujalia tena siku hii ya leo kuweza kukutana na kama hivi kuweza kuyazungumza haya. Ni neema ya Mungu hii kubwa Mwenyezi Mungu ametujalia, na kila mmoja leo Mwenyezi Mungu amemkadiria na amemjalia lile alilomjalia. Lakini mimi nipende kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku hii ya leo, Mungu atujalie yale tunayoyapenda. Amen. Na atuepushie yale tusiyoyapenda. Amen. Na atuepushie kila baya na shari. Amen. La usiku na mchana. Amen. Mwenyezi Mungu atukinge sisi na watu wetu wote waliokuweko huko waliko na vizazi vyao na wazazi wao. Amen. Ndugu zangu, kama ilivyokuwa ada, tukikutana basi tunakutana ili kuweza kuelimishana mambo mbalimbali na mambo mengi yanayohusiana na masala ya kiroho. Ilmu za kiroho ni jambo kubwa na jambo zito sana. Hakuna asiyekuwa na roho. Unajua hata mti una roho. Sasa tunaposema masala ya kiroho, maana yake yamekusanya kila kitu. Malaika ni roho, wanyama ni roho, miti ni roho, mawe ni roho. Kila chenye uhai kina roho. Kila chenye uhai kina roho. Kwa masomo yetu haya yanahusisha vitu vingi na vitu mbalimbali. Kutoka kwetu utasikia mambo yanayohusu wanyama, masala ya kiroho yanayowahusu wao, masala ya kiroho yanayohusu miti, masala ya kiroho yanayohusu kila kitu. Utaona ajabu ile siku ya Kiyama mti utaongea. Sasa Mungu Januari mimi alinikata tena bila sababu yoyote, akanikatisha umri wangu. Basi Mungu atakuadhibu kwa kuukata ule hali ya kuwa haukuwa na sababu ya kuukata. Paka tena kushtaki, nilikuwa nikipita tu bwana akanipiga jiwe. Amekupiga jiwe basi. Sasa si paka. Paka ni Mungu amemjalia yule kuwa katika umbo la paka, lakini ni nafsi ile. Sawa, ni nafsi hizi ni nafsi. Wewe Mungu amekujalia na amekupenda akakukadiria nafsi yako ikawa katika umbo la kibinadamu. Akaijalia kuwa ni binadamu.
Lakini hata viumbe wengine wote zile ni nafsi kama wewe tu, na zimejaliwa kukua katika maumbo yale waliokuwa nayo. Umeelewa eh? Kwa hivyo kila kilichokuwa na uhai kina roho. Sasa tabu iko hapo kuvijua venye uhai ni vipi. Hata upepo una roho. Hata upepo uko hai, una roho. Bahari na roho. Kwa sisi madarasa yetu haya yamekuwa ni madarasa ambayo yanagusia kila sehemu. Sawa eh? Na kila upande. Masala ya kiroho ni masala mapana sana. Kwa hivyo leo tutakuwa tena na muendelezo wetu wa madarasa yetu kama ilivyokuwa ada ya mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo hayo ya kiroho. Sasa tumezungumza vitu vingi, tumeongea mambo mengi kwa kipindi kirefu, lakini bado tutarudi tena kuambaambaa katika Qur'ani ili tuweze kujifunza na kustafidi juu ya Qur'ani. Leo tutaizungumzia Qur'ani kwa ufupi sana na kitofauti. Leo sintoizungumzia sura wala aya kwenye Qur'ani. Leo nitaizungumzia Qur'ani nzima, mashaf yote. Leo nitatoa faida juu ya Qur'ani, watu waweze kujua faida ya mashaf. Qur'ani ni kitabu cha Mungu kilichokusanya maneno na sifa za Mungu mbalimbali. Ni kitabu cha Mwenyezi Mungu kilichokusanya kila kitu. Dini yetu ya Uislamu imebebwa na Qur'ani. Na Qur'ani ndiyo kitabu kilichokamilisha. Qur'ani ndiyo kitabu kilichokamilisha dini. Na ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kilichokusanya vitabu vinne vya Mungu. Qur'ani tukufu. Qur'ani ni kitabu kilichotuambia kwamba malaika wanaitwaje kwa majina yao. Hakuna kitabu chengine kilichotuambia malaika wakoje, kwamba kuna malaika na wakoje. Sawa eh? Kwetu sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ni Qur'ani. Qur'ani sisi ndio kitabu kilichotufumbua haswa mambo ya kiroho. Qur'ani ndio ulikuwa mwongozo wetu na ndio mwongozo wetu mkubwa wa masuala ya kiroho. Macho yetu yanatakiwa yawe kwenye Qur'ani, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia anaiangalia Qur'ani. Sawa eh? Kila mtu anatakiwa ajue nyumbani kwake anapokuwa na Qur'ani yuko na Mungu. Kwa sababu ile Qur'ani ile, nataka niwaambie ndugu zangu, yale yote ni maneno ya Mungu. Hakuna neno hata moja katika Qur'ani limetoka lilipotoka huko kwa asiyekuwa Mungu. Yale yaliyokuwa kwenye Qur'ani yote ni maneno ya Mungu. Lakini vile unavyotamka basi ujue hivyo hivyo alitamka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa unachokisoma katika Qur'ani halikisoma mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye aliyasema kumwambia Jibril. Jibril akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamweleza akayasema. Kwa unayasema maneno aliyoyasema Mungu. Ni kitu kidogo hicho? Kikubwa sana. Sasa kwa hali kama hiyo, kwa nini hatunufaiki na Qur'ani? Wakati kumbe Qur'ani ni jambo kubwa mno. Lakini sasa mbona hatunufaiki, hatupati manufaa ya Qur'ani? Ndani ya Qur'ani kuna sura nyingi sana. Hakuna mcha Mungu aliyekuwa mcha Mungu nje ya Qur'ani. Kila mcha Mungu utakayemuona na kukurukia akukurukavyo, sawa, awe awavyo, hivyo atakavyokuwa, vyote hivyo asili yake ni Qur'ani, chanzo chake ni Qur'ani. Dunia hii, miti hii unayoiona ni Qur'ani. Na ndio maana niliwahi kusema na nitaendelea kusema na kokote nitasema Qur'ani ni kiumbe cha Mungu. Hivi unajua awali uko Mungu alipotaka kuumba ulimwengu huu aliichukua Qur'ani akaitandika ndo miti ikaota. Elimu hizi utozipata kokote ila kwa watu wa kisufi tu. Na elimu hizi ndo zilizowafanya wazee wetu wakaitwa washirikina na wachawi na waongo na machizi.
baada ya kuyasema haya mambo ambayo hayapo kwenye vitabu, wakaitwa machizi wale. Wewe Qur'ani mtume sidoka yeye ndo chanzo cha Qur'ani? Ilikuwaje huko nyuma mpaka wewe huna elimu bwana hizi za mambo haya. Sawa sawa elimu za asili kabisa huna. Aliyekwambia kila unayemuona mjini Dar es Salaam yupo katika ulimwengu huu nani? Wengine wapo katika ndoto, wale unakutana nao Dar es Salaam, wengine wale wamelala huko nao pale. Usizani maskhara. Wale unakutana nao pale, mwingine kalala Mbagala, anaota yupo Kariakoo, sawa tena uko naye pale. Kumbe yule mwenzio kalala kule, wewe uko naye pale. Maana kila siku unakutana na watu wapya. Kila siku unakutana na watu wapya. Hata upande usafiri huo mmoja. Utakutana na watu kila siku, watu wapya. Au wote wale binadamu wale, wewe akili yako inakutuma wale binadamu wale. Wewe angalia pale Kariakoo. Muangalia pale Kariakoo wale watu wote wale, kila siku hawapungui wale watu jamani, wanatokea wapi? Ni wapya. Sio wale. Yaani atakayekuja leo sio wa kesho na sio wa kesho kutwa. Na unaweza usimuone tena Kariakoo. Wewe uone ajabu hiyo. Kwa elimu za siri hizi ni muhimu sana. Na wewe ukibaki tu katika elimu yako hiyo ya nani, utakosa vingi vitakupita. Fungua masikio na macho yako, ikubalisha akili yako kukubali vitu vipya. Utajifunza. Mimi shekhe nimeisoma Biblia. Sio kwamba nina mashaka na Uislamu, lakini nataka nipate elimu. Kwani hawa kwa upande wao kukoje? Nikasoma baadhi ya vitabu vya Mashia, nimesoma baadhi ya vitabu vya Manswali, hawa Mawahabi, nimesoma vitabu vyao vingi, nimesoma ilmu kujua hawa hoja zao ziko wapi, zikoje na wanalenga nini, makusudio yako wapi. Sawa Kwa kupokea kitu kipya kwa mtu ni wajibu. Ni lazima pokea kitu kipya. Januari. Na nisikia bwana. Kwa hivyo mtu unaweza kujiuliza sasa Qur'ani ilikuwaje wakati mtume kabla hakuweko na ulimwengu haukuweko? Mungu aliitolea wapi Qur'ani? Wakati Qur'ani ilikuwa ni wahi ile kwa mtume. Sasa wewe kwanza, kwani kila kilichoshuka kutoka kwa Mungu ndio kilichopo katika Qur'ani? Vingine havipo. Kuna sura zingine hazipo kabisa kwenye Qur'ani na zilishuka kutoka kwa Mungu. Zingine hazipo. Na ziko zingine zimekotiwa sehemu zingine. Ziko zingine zimekotiwa sehemu zingine. Mimi kila siku waga nasema sijui watu watanifikiriaje, poleni, lakini katika viumbe wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao wamejaliwa sana na Mwenyezi Mungu na haswa kutunza historia ni majini. Majini wana vitu vingi sana Januari. Ukitaka historia ya kweli ya huu ulimwengu, wafuate majini. Wafuate wale, watakupa historia ya hakika ya kila kitu. Ya kila kitu. Mimi nilisoma hata historia ya vita ya Badri. Ya watu waliopigana vita Badri. Lakini nilipokuja kusimuliwa na aliyekuwepo katika ile vita, sisemi haya fahari, sisemi kujinadi, sisemi kuonekana, sisemi nini, nasema kuamsha watu waamke. Kuna kiumbe wa Mungu alikuweko wakati ile vita inapigwa. Sijui upo bwana. Na kuna albadiri ya wale maswahaba waliofariki pale katika ile vita ya siku ya ile vita ya Badri. Kuna majina ya maswahaba na kuna kitabu kinaitwa Al-Badri. Sawa Kuna kitabu kinaitwa Al-Badri bwana, ukisoma Al-Badri uponi. Umeelewa? Sasa yale ni majina ya maswahaba waliopigana ile vita ya Badri. Wote waliokufa
waliokufa siku ile na ambao hawakufa. Na vile vile kuna majina ya maswahaba wa mtume wa kijini waliopigana vita ya Badiri, kwa sababu ile vita Badri wakati napigana wale washirikina makufari na wao walikuja na majini waliokuja na wale makufari wa Maka walikuwa 2000. Majini ambao wao walipigana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa 1600. Mambo nimesoma zamani sana haya, sasa inawezekana nikawa kidogo nimeteleza katika idadi hapo, watu waniwie radhi, na kama kuna watu wanaijua vizuri tarehe wataniweka sawa. Sasa wale majini waliopigana pale wako ambao walifia pale pale, kwa sababu sasa walikuwa wakipigana majini kwa majini na majini wengine wakapigana binadamu. Vita ilikuwa vita ya ajabu kweli kweli. Kuna vita nyingi, lakini maswahaba hawakuandikwa katika vitabu vile, kwa mfano watu waliopigana vita ya Handaki sijui nini, hakuna. Lakini al-Badri wapo, hata vikitumika, kitabu kikitumika, kwa sababu ile vita ilikuwa ina siri kubwa, kwa kuna mambo makubwa sana pale, mengi makubwa. Ile vita ilikuwa vita kubwa, na maswahaba waliopigana ile vita walikuwa ndio maswahaba wakubwa na sio mchezo. Waliiva kulikuwa likiimani, kwa sababu waliona vitu vingi. Weacha wewe, vita mtume mwenyewe yuko katikati. We mwenyewe bwana kashika panga na yeye. Sasa hebu mjifikirie yule kafiri alikuwa akipigwa panga labda na mtume kwacha. Hebu niambie hiyo, yule kafiri ambaye Mungu amenusuru, yani Mungu umekatwa panga na mtume, yani wewe mtume mwenyewe kakutia panga. Wewe tena wewe, yani hata moto wenyewe haukutaki, yani ule moto unavyokuchoma wewe, kuchoma unakutupa tupa. Umeelewa? Vita ilikuwa kubwa na ilikuwa ina muujiza mkubwa sana. Sasa wale majini ambao walipigana pale vita Badri wapo na majina yao yapo. Majina yao ya majini walipigana vita Badri yapo, na nitawasuli na watu watawasali nao. Japokuwa sana majini wao ndo huwa wanayatumia majini kwa majini wenyewe, na yana jawabu kubwa kweli kweli. Na wanasema kwenye kusoma pale kuna namna ya usomaji wake, lakini ukiyasoma yale majina, kwa sababu sile al-Badiri, ukisoma al-Badiri wale maswahaba waliopigana vita ya Badiri huwa wanahudhuria pale na wanakusikiliza unataka nini. Sawa na ni wito ule al-Badiri, ni wito. Ukiyasoma yale majina kuna viumbe unaviamsha ambavyo pia vilihudhuria ile vita, vinakuja vinakufuata. Kuna nini? Unatuitia kitu gani? Ndio maana al-Badiri sana huwa inatumika kwa maangamizi, kwa kuangamiza, kwa sababu ya vile vinavyoinuka vinapokuja. Sawa sawa ile al-Badiri ile ina usomaji wake. Kwa ile mtu ukisoma kuna viumbe vinakuja, ndio maana ni katika dua ama tawasuli ambazo ukizisoma hapo hapo jambo lazima liwe, kwa sababu unawatuma kazi viumbe na watu. Jamani, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Kuna moja, jambo halirudi nyuma. Lakini al-Badiri sasa hivi haitishi, kwa sababu wasomaji hawatishi. Menelewa na al-Badiri ile ina kanuni. Wanasema msomaji al-Badiri yote atakiwa kula nyama mpaka kufa kwake. Akishaisoma au kabla hata hajaisoma. Yaani wewe si msomaji katika mtu wewe si mtu wa visomo, si ndio? Wewe si mtu wa visomo, si ndio? Wewe kama ni mtu wa visomo, sasa unajua mimi kuna visomo fulani na vitumia, hautakiwi kula nyama. Nyama yote? Ngamia imeshuka. Ila yaumil qiyama wewe utakiwi kula nyama. Labda mpaka uje ufunguliwe huko uone kwamba sasa naweza nikala nyama. Umeelewa? Al-Badiri hivyo. Al-Badiri, mtu anayesoma al-Badiri hatakiwi kushiriki sana tendo, hata na mke haitakiwi. Na al-Badiri haitakiwi kusoma sehemu yenye mkusanyiko wa watu. Al-Badiri inasomwa kama ni polini au sehemu iliyojitenga hakuna watu, ndio inasomwa. Al-Badiri kabla ya kusoma mtu anatakiwa uisome, alafu ndio uje umsomee mtu. Yaani uisome kama ni usiku, uwaite wale useme na uwaeleze kesho kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, alafu asubuhi yake usiku ndio mtu umsomee al-Badiri.
Sasa mpaka labda Mwenyezi Mungu kuwafikisha huko, kuna wengine wakipiga tu ile hata muda huo inaenda. Sawa sawa, kila mmoja ataufiki yake. Sasa kuna viumbe wale ambao walipigana ile siku pale, wakijini wapo na wana albadiri yao. Sawa kila kitu kina gharama yake. Kuna vitu gharama yake sio fedha. Kuna vitu gharama yake ni adabu. Kuna vitu gharama yake na nidhamu. Yani kuna vitu huwezi ukapewa kwa fedha, kwamba bwana fedha hizi hapa bwana, sasa tufanye mpango nipe hiki. Kuna vitu gharama yake ni uwe na nidhamu, uwe na adabu, uwe na heshima, ndio utagewa bwana, sasa chukua, nenda kakitumie hiki. Sawa sawa watu wengi wanadhani wenye elimu hizi basi ni watu ambao unaweza ukawatumia kifedha. La, hapana. Mambo haya kwa hivyo. Kwa hivyo siku ile ilikuwa ni siku nzito sana. Sasa kuna hawa viumbe ambao walishiriki ile vita, wengine wako hai. Wapo. Sawa sawa wapo hai. Sasa kuna bwana huyo alipata bakti, akakaa akaongea nao, ikawa sasa anaeleza ile siku ilivyokuwa. Kwa viumbe wale wanayafahamu mengi. Sasa wale kuna vipande vya Qur'ani wanavyo ambavyo sisi hatuna, na wao wanavitumia vilivyo. Kwa hivyo ilmu ni pana sana, ni kubwa sana. Ilmu ni pana na ilmu ni kubwa sana. Sasa Qur'ani ni kitabu kikubwa sana cha Mungu. Qur'ani ni kitabu kikubwa mno cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambacho mtu lau kama tungejua ukubwa wa Qur'ani, niambie maswahaba wale wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale walipofika kule walipofika, kilichowafikisha ni nini? Ni Qur'ani. Walifanya makubwa yale kupitia nini? Kupitia Qur'ani, ambayo mtu uko nayo chumbani kwako, labda masafu unayo, lakini haikunufaishi. Tena mwingine ukasomewa kabisa Qur'ani lakini wapi? Kwa sababu tumebaki na maandishi ya Qur'ani sawa majumbani mwetu na vichwani mwetu, tumebaki na maneno yale, lakini hatuna Qur'ani. Na Qur'ani ili uwe nayo lazima wewe ujitengeneze, ukae katika mkao wa Qur'ani. Sababu Qur'ani ni kitabu kikubwa sana kile Januari. Qur'ani mtu ukatafuta kamsafu kadogo ukawa unatembea nacho muda wote umekishika. Kwanza mpaka mtu ukamuona anatembea na msahafu, haki ya Mungu, ni mcha Mungu. Msahafu shekhe, una kawaida ya kumkataa mtu, utaona kero tutauacha wewe, utaona umeuacha, kumbe wenyewe ndio umekuacha wewe. Umeelewa vizuri Okay. Qur'ani ile Mwenyezi Mungu, mtu akikujalia khairi, unaweza ukaishika ile Qur'ani na ukaongea nayo, ukaiambia kabisa, na haswa yuko kwa wale matahfidh al-Qur'an, bwana mimi nataka nikuhifadhi na kuomba unikubali uingie kichwani mwangu. Tafadhali naomba uingie kichwani mwangu na unibadilishe. Sawa Ukimaliza kuyasema maneno hayo, unakichukua kile kitabu, unakikumbatia kwa mapenzi, unakichumu, unakirudisha kwa ustaarabu, kwa taratibu. Sheikh kusema mtu atakiwa ujiwekee, usishike Qur'ani kama hauna udhu. Jiwekee hiyo kanuni, mimi sishiki Qur'ani kama sina udhu. Alafu kuwa na nidhamu na Qur'ani, anza kuiheshimu Qur'ani.
Usione kuwa ni kitabu tu. Kiheshimu Qur'ani, iheshimu kabisa. Na ukibeba Qur'ani badilika. Hautaki tena maskara, makelele tena, hutaki kuitwa. Ukae tuli, wallahi utapata burhani za Qur'ani. Uwe na nidhamu nayo ya hali ya juu Qur'ani. Ukishaishika uwe mtulivu, umebeba Qur'ani, maneno ya Allah ya Mungu, nayo mimi hapa na Mungu hapa nimembeba. Naye hapa una utulivu mkubwa kwenye kukirudisha, unakirudisha kwa nidhamu, na uwe na kawaida mtu ya kuongea na ule msahafu Qur'ani, tena kuuambia kabisa, kwa kumwambia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nachukua masafu hii kwenda kuisoma, naomba Rabbi uniridhie kwa kile nitakachokisoma, na ewe Qur'ani naomba naenda kukusoma kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuomba uninufaishe na uniingie mwilini mwangu. Utaona nafahati ya Qur'ani. Wakati mwingine sio mpaka usome, tia udhu, kuwa tahara, kaa peke yako kwa khushui, kwa hudhui, lia na Mungu ukiwa umeukamata msahafu. Wewe usijue kusoma, lia na Mwenyezi Mungu matatizo yako, umeukamata hapa msahafu, we lia kweli na Mungu, mimi na shida hii. Umeukamata ule msahafu, kuwa na kawaida ya kulia hivyo. Wallahi lile jambo unalolitolea machozi pale lazima liwe. Na muogope sana shekhe mtu anayelia ameshika msahafu, au mtu anaongea na wewe amekamata msahafu. Kuna maneno mengine hayaongei yeye pale, au mtu ukamuudhi akawa anaongea na wewe kwa ukali huko ameshika msahafu mkononi, wewe hivi, shekhe anakupiga lana huyo. Ndio maana tunatakiwa tusiwaudhi wale matahfidhi al-Qur'ani wale watu walihifadhi Qur'ani wale, tusiwaudhi wale. Yule akiudhika akakutandika maneno yake anakupiga kweli, kwa sababu ana Qur'ani mwilini mwake. Ila na yeye akishaanza, kama wewe tahfidhi al-Qur'ani alafu ushawahi kupiga mweleka, umeenda umemtandika mtoto wa watu kitu, umeharibu. Takiwa uiombe Qur'ani msamaha na umuombe Mungu msamaha. Kwa Qur'ani inakuacha. Qur'ani ni kiumbe jamani, inakuacha kabisa, inakukataa, inakuacha, inaondoka na haikutaki na kukasirikia. Sheikh, kuna mtu atamsomea vipi Qur'ani? Qur'ani haimuingii, yanabaki ni kama maneno, kama wimbo tu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, mtu anapita anasoma Qur'ani sura hizo na aya, huyu anachokisoma nakisikia, nakijua. Hili la kulisoma hivi, yani Qur'ani imekuwa wimbo au athiri nyoyo. Umeelewa vizuri? Qur'ani tukufu ile ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagewa na Jibril kutoka kwa Mungu, wahai. Likitokea jambo anaambiwa hivi. Mtume anasema tokea jambo hivi. Mtume. Qur'ani tukufu, hakuna kitabu kikubwa na kitukufu zaidi ya Qur'ani. Hakuna. Na mtu ili uipende Qur'ani unatakiwa tena uwe una kawaida ya kuichukua ile Qur'ani, unaiweka moyoni, unaikumbatia kwa muda mrefu, na unaiambia kabisa, Qur'ani nakupenda mimi, naomba unipende, nikumbatie na mimi kama ninavyokupenda. Na kweli uipende. Ukifika sehemu kaona msahafu umekuwa vibaya, ukimbilie, uchukue. Mwingine tena, kuna watu shawakiwa na msahafu hata umetupwa mpaka machozi yanamtoka, mtu analia, anaumia. Au msahafu mwingine akiona uko chini hawezi kukanyaga chini. Hawezi kukanyaga chini, anapotetemeka, anavyoogopa kwa ule msahafu. Awe lazima Qur'ani itakunufaisha. Sasa wewe hata ukisomewa Qur'ani utaisikia inakugea manufaa.
Lakini kama uko mbali na Qur'ani na Mungu, Qur'ani hata isomwe itakuwa ni kama wimbo kwako. Ndio maana kuna watu wengi wamesibiwa na mashaitani na majini, na wanasomewa Qur'ani hii na Qur'ani haiwanufaishi, ila wakisomewa wengine wananufaika. Utaona ajabu, mtu akisomewa Yasin yuko vile vile, lakini akianza kusomewa huku barashishi huku anaanza kukaa sawa. Wewe rudi kwa Mungu wewe. Qur'ani inakukimbia, haikutaki. Wataka mtu ukisoma Qur'ani ile ikusaidie. Sababu Qur'ani ni kiumbe cha Mungu kinachotaka nidhamu na adabu, yale ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tuwe na heshima nayo kubwa. Wala usubiri mpaka Qur'ani ile mfano ukafungua suratu Yasin ukaikamata ile kwa mikono uko tahara. Mwenyezi Mungu nakuomba kwa sura hii, suratu Yasin, ya Rabbi ingie ndani ya mwili wangu, kwa matatizo niliyokuwa nayo mwilini mwangu yaondoke, atibike. Kwa sura hii, suratu Yasin umeikamata ile. Au ya Rabbi na safari na shida yangu fulani nataka nikaitekeleze, naomba Mungu naishika hii suratu Yasin ya Rabbi. Kila nitakayemtia mkono, nitakayempa mkono anikubali kama waumini walivyokubali Al-Qur'an. Au kila nitakayempa mkono anikubali kwa baraka suratu Yasin. Au Mungu nikidhia haja zangu kwa baraka hii suratu Yasin. Unaishika Al-Qur'an, unashika ile suratu Yasin, unajipangusa mwili mzima. Ijengee mazoea na urafiki na ukaribu na Qur'an. Yani cheza nayo Qur'an. Usiweke mbali mpaka ukasomewe. Wakati mwingine ushaingia ndani, weka masafu. Ukiingia chumbani kwako tu ndani au ndani kwako kama hivyo sebleni, uenda unachukua msahafu na uchumu kwa nidhamu, unaurudisha pale. Ya Rabbi, naipenda Qur'ani mie, unaiweka vizuri, unaondoka zako. Unainusa wakati mwingine wewe unaikumbatia we, au unamuita mtoto wako, unamchumu, unamwekea moyoni, unamkumbatisha ile Qur'ani. Wallahi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mtahifadhika nie na mabalaa ya dunia hakuna, na Mungu atawapenda. Hii Qur'ani yenyewe ni kinga kubwa na ulinzi mkubwa tunayo, lakini tunaiacha. Ina siri kubwa hii Qur'ani sana. Kikubwa ile Qur'ani unufaike nayo, iheshimu, ithamini Qur'ani, mashafu, ithamini mashafu, ipende mashafu. Na ukishasikia huyu mtu nitahifadhi al-Qur'an, muogope, muheshimu, mpende kama unavyopenda msahafu. Mtunze yule, mthamini tahfidhi al-Qur'an, sababu ana maneno ya Qur'an ya Mungu, na yeye mwenyewe ajichunge. Yeye ajichunge na aishi ki-Qur'ani, muda wote awe na udhu. Itafikia hatua tahfidhi al-Qur'an ukimshika ukitiania mambo yako yanakwenda, sababu si yeye masafi yule. Na akishiriki katika jambo linakwenda. Lakini matahfidhi yote wa Qur'ani wa leo hakuna kitu. Ukimshika utienia uondoshe balaa, unaongeza balaa. Nuru ile haipo. Tuna Qur'ani maneno, hatuna Qur'ani yenyewe ile kile kiumbe cha Mungu kikatuvaa. Hataka tuvaliwe. Tuipendeni Qur'ani. Wewe ishike Qur'ani, tia nia zako Mungu kwa kitabu chako hiki kitukufu. Ya Rabbi, naomba kitu 1 2 3, wallahi Mungu atakupa, lakini uwe na mapenzi nayo. Usiwe sasa tu kusema kufanya kujaribu, la, utaona muujiza wa Qur'ani. Usikubali kuwa ni mtu wa kuichezea Qur'ani, kuwa ni mtu wa kuithamini na kuitunza na kuipenda Qur'ani tukufu. Wallahi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu atakujalia kheri, utaiona nguvu ya Qur'ani na muujiza wa Qur'ani, tena bila hata ya kuisoma. Kitendo cha kuiheshimu na kuipenda na kuithamini na kuitukuza Qur'ani tukufu, wallahi umefaulu. Huna tena zaidi wala ziada, umefaulu. Ipende Qur'ani. Qur'ani ina siri na faida kubwa. Jitahidi nyumbani kwako kusikose misahafu 7, na igawanye ile misahafu. Jitahidi kwenye masahafu uwashe, kama ni udi au paweke harufu nzuri, patuze, pawe pasafi, na kuwa mkali, mtu asipachezee pale. Tena waambie kabisa niki, yani hapa namkata mtu sikio
kata mtu hapa kucha, ole wenu msogee hapa. Ukitaka kuja hapa, kama ni mtoto kama ni nani, sharti tia udhu kwanza na useme bismillah ndio ukamate msahafu. Hebu tengeneza mazingira ya kuheshimu Qur'ani ndani kwako, alafu uone. Wallahi Mungu anakuita, Mungu anakupenda. Na utamuona wazi wazi. Utayaona yale mapenzi ya Mungu kwamba Mungu mimi ananipenda. Kuna watu wanajijua sema mimi Mungu ananipenda bwana. Mtu anajijua, lakini huitukuza Qur'ani. Tuitukuze na tuipende Qur'ani, tuipende mapenzi ya dhati. Ipende Qur'ani, ibebe ile hifadhi. Itaidi ndani kwako uwe na mashafu. Zigawe zile mashafu, choma udi, sawa? Labda kile Ijumaa waenda katika mashafu pale, shika mashafu ile. Mungu naipenda mimi Qur'ani hii ya Rabbi. Naomba baraka za Qur'ani yako. Maneno hayo umeyasema wewe, ameyasema Jibril alayhi salam, akayasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu na mimi naomba nipate nafahati ya Rabbi za Qur'ani hii. Naomba Mungu nilinde na babala, nistiri Mungu, nihifadhi, nisafishe. Mungu nijalie hili na hili na hili kwa baraka Qur'ani tukufu. Alhamdulillah rabbil alamin. Muhammad rasulullah. Wallahi utaona Mungu lazima akukirimu. Mungu lazima akukirimu. Lakini lazi hivyo hutaona manufaa ya Qur'ani. Qur'ani wewe kama ukiidharau utahangaika. Shekhe, utasomewa Qur'ani wewe na watu kwa maradhi ya kichwa na hauponi. Labda mtu sasa atumie karama. Labda mtu atumie karama ndo upone kichwa, lakini lazi hivyo bicho litapasuka hilo. Mpaka ukanywa diklopa lakini sio Qur'ani. Sasa diklopa na Qur'ani ipi kubwa? Wewe unaona, wewe uone ajabu hiyo. Ukisoma Qur'ani huponi, lakini ukinywa diklopa unapona. Mtihani huo. Tena mtihani mkubwa kweli kweli. Sasa Mwenyezi Mungu atustiri na hilo. Hili ni jambo kubwa sana. Mno. Mwenyezi Mungu atujalie khair na baraka. Sasa haya mambo ni muhimu, nidhamu ya dini, nidhamu ya Qur'ani, heshima ya Qur'ani, mapenzi ya Qur'ani tukufu yatatuvukisha katika magumu. Wewe unapitia vipi magumu na una Qur'ani? Wewe umuoni mlokole, wala mlokole asomi Biblia usiku, anakamata tu wewe Mungu ule ujanja ule umeupata wapi? Ujanja ule wale wenzetu wameupatia wapi? Kwetu. Wenzetu wa nyuma ndio walikuwa wakifanya hivyo kupitia Qur'ani. Sisi tukaacha. Bidaa zikatolewa zile. Bidaa. Wimbi la bidaa likapita. Pop, likakomba kila kitu. Qur'an tunaitupa hivi kweli mtu akashiki kitabu kile Biblia afanye wewe ushindwe kusoma Qur'ani? Kushika Qur'ani? Mtoto wako umemzaa ukamwekea Qur'ani masafu, Mungu mlinde kwa Qur'ani huyu mtoto. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Atazuriwa na nani huyo? Ukawa na kawaida tu mtoto wako kila siku usiku na mweke masafu kichwani, Mungu mkinge na shari za usiku mtoto wangu huyu kwa baraka Qur'ani. Wakati huo uwe unaiheshimu, uwe na adabu nayo ile. Sio hauna uanze leo kama ni adabu na nidhamu na Qur'ani uanze leo. Uishiki ila unaudhu na unaipenda, uwe unaipenda. Hakuna baya utakalokupitia karibu wewe. Na Mungu atakustiri na hii dunia utastirika. Mwenyezi Mungu atujalie kheri na baraka za Qur'ani. Atunufaishe dunia yetu na akhira yetu kwa baraka za Qur'ani. Mungu atustiri na mabalaa kwa baraka za Qur'ani. Mungu atujalie kila la kheri kwa baraka za Qur'ani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillah. Pia Mungu ahifadhi wazazi wetu, vizazi vyetu kwa baraka ya Qur'ani, na wazee wetu watangulia mbele za haki kwa baraka ya Qur'ani, mashekhe zetu masharifu, mawali wa Mungu, wacha Mungu, Mungu ajalie awahifadhi kwa baraka za Qur'an tukufu. Birahmatika arhamar rahimin. Ya aziz wa ghafar rahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallim walhamdulillah. Kwa leo tumejifunza kuhusu Qur'ani kwa uchache, tutakuja kuendelea zaidi kutoa faida. Leo tumeielezea, lakini tutakuja kutoa faida zaidi. Qur'ani mtu uitumie vipi ile sawa ili iweze kukunufaisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini la kwanza adabu na nidhamu kubwa katika Qur'ani. Hilo ndo jambo kubwa na la kwanza. Kwa hapo nilipofika niseme alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Mungu. Kama kuna pahali nimeteleza basi mnisamehe, mimi ni binadamu, na mniombee Mungu, Mwenyezi Mungu aniongoze na atuongoe sote. Wa ila una anta
wa hadha, assalamu alaykum wal afwa minkum wa minkunna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, niwapongeze sana kwa kutenga muda wenu kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tumefikia. Hakikisha kama bado subscribe, lakini pia waambie ndugu jamaa na marafiki, Jawabu TV ndio sehemu pekee ambayo unaweza kupata madarasa kama haya. Kwa hiyo itakuwa vizuri pia nao wakifika hapa na mambo mengine yakiendelea. Lakini pia kama hujatufollow kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii, Instagram, TikTok, Facebook, huko pia hakikisha unatufollow ili mambo mengine uyapate. Lakini pia tuna WhatsApp channel, kama bado hujaifollow hakikisha hapa chini kuna link tumekuwekea, bonyeza hapo kisha utaifollow kwa ajili ya kujifunza mambo mengi zaidi. Mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera ni Chuda, lakini yote kwa yote tunasema Jawabu TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran. Asante sana.